huu ndo wakati wako. Mwenye kutaka kurudi kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala, huu ni wakati muafaka. Mwenye mizigo ya madhambi mbalimbali, huu ndo wakati wa kurudi kwa Allah jalla jalalu ili akusamehe makosa. Mwenye mambo umeyaweka muda mrefu, unatafuta solution yake, jikurubishe kwa Allah katika wakati huu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwafikia kwa yale unayoyataka. Ndugu zangu, katika muda mchache ambao tunao, ningependelea kuisoma hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alafu tuteremke nayo tujifunze katika hadithi hiyo, kwani maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam daiman wa abada maliun bil khairat. Hadithi yenyewe inahusiana na fungamano kubwa la saumu. Bwana Mtume anasema katika hadithun mujazul mabna adhimul maana, ndogo majengo yake, lakini maana yake refu, pana, kubwa, muhimu sana. Lisaimi farhatan, mwenye kufunga ana furaha mbili. Lisaimi farhatani yafrahuhuma, furaha mbili hizi huzifurahia mwenye kufunga. Farhatun inda fitrihi, furaha ya kwanza pale wakati anapovunja saumu yake kwa kula. Wa farhatun inda liqa'i rabbih yafrahu bisawmihi, na furaha ya pili ni siku ambayo atakutana na Mola wake, alipwe malipo yake kwa funga yake ambayo aliitekeleza. Hadithi imekwisha. Mujaz adhim. Furaha mbili hizi ndizo zitakazoishi katika lahadhat mubaraka katika msikiti wa Mtoro kwa siku yetu ya leo. Furaha mbili, ya kwanza wakati wa iftar. Wakati wa iftar unagawika katika mara mbili. Baada ya adhan pale ukaona kila mmoja anatafuta cha kutia ndani ili kuvunja saumu yake, na siku ya mwisho ile ya Eidul Fitri na furaha inakamilika pale, na siku ya kukutana na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Hii siku ya kukutana na Mola wetu kulipwa tutaizungumza wakati mwingine tutakapopata wasaa na fursa, lakini tuizungumze hii wakati wa kuftari. Bila shaka kitu ambacho mwanadamu ana hamu nacho sana siku ya kufunga, kwa ubinadamu ulivyo, ni kuja kutia riziki baada ya kuikosa kwa takriban masaa 13, wengine 16, wengine 19, na kuna wengine labda wanafunga mpaka zaidi ya hapo. Saumu ikamkolea, ukaona anakwenda anapepesuka, anakwenda unamuona hali yake namna alivyo, na wengine wakapata tamaa, wakapita marikiti, akakusanya kila kitu, kwa sababu roho inamwambia leo kuna mapambano baada al-maghrib, hiki hakitoshi, hiki hakitoshi, hiki hakitoshi. Anakusanya kwa kukusanya tena, atakwenda kufurahi, na hali ikaendelea hivyo. Ukawaona watu wakati wa sala ya maghrib wamejazana misikitini kuliko sala yoyote nyingine, kwa sababu ni wakati muafaka sana wa kuanza kufurahi pale. Basi tusiwe tunafurahia tu kufurahi. Bwana Mtume wadaa lana adaban fi taam, Mtume ametuwekea baadhi ya adabu katika kula chakula. Ni vizuri sana Muislamu akachunguza wakati wa kula kwake, adabu hizi zimo, adabu hizi anazitekeleza, anafanya nini wakati wa chakula chake. Ismahu li an adhkura lakum ba'd al-adab, peni muda wenu ndugu zangu Waislamu, tuzitaje pamoja baadhi ya adabu alizotufundisha Mtume wakati wa kula. Tusisahau kwa ule uchu wa kuftari tukakosa fadhila zinazopatikana katika adabu alizotufundisha muallimuna al-akbar wa sayyiduna Muhammad. Adabu ya kwanza, taban al-islamu nadhif fatanadhafu innahu la yadkhulu al-jannata illa an-nadhif. Muislamu wakati wote anatakiwa kuwa msafi. Kwa hiyo wakati anapoanda
andaa mazingira ya chakula chake, bila shaka usafi wa mikono unatakiwa. Kuna mambo Mtume ameyaweka hapa, akasema hivi katika hadithi aliyoisimulia bibi Aisha, anasema idha arada ahadukum an yakula ta'ama, wakati iftari. Sasa anapotaka mmoja wenu kula chakula, falyakul bismillah, aseme kabla ya kula chakula au wakati tu anaupeleka mkono wake kuchukua riziki ambayo Mungu amempa kwa siku ile, bismillah. Ili neno lisisahaulike, bismillah. Fa in nasiya an yadhkura Allah, ikiwa atakwenda kusahau wakati ule kutokamana na ukali wa kiu chakula, akasahau kusema bismillah, akakumbuka tena mwisho hata kama tonge limebaki moja, Bwana Mtume anasema faliyakul bismillahi ala awwalihi wa ala akhirihi, au bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, au bismillahi awwalihi wa akhirihi. Zote hizi zimepokelewa, zimesimuliwa katika hadithi ya Bwana Mtume. Ni vizuri watoto wetu pale nyumbani, na kabla ya watoto sisi wenyewe watu wazima, haya ambayo Mtume anatufundisha tuyaseme kwa sauti wakati wa kula, linunabbiha al-akharin, ili wengine ambao wameghafilika wapate na wao kukumbuka kwamba huu ni wakati mwafaka wa jambo hili. Hii riziki ambayo natia mdomoni, natia tumboni, bila ya jina la Mwenyezi Mungu mtukufu, si lolote si chochote. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza muhimu sana katika wakati wa kuftari, ile furaha ili ipate kukamilika na iwe na baraka nyingi kutoka kwa Allah jalla jalaluhu. Katika hadithi hiyo hiyo au muntalaka huu wa kusema bismillah awwalu ta'am, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi nyingine, inna ash-shaytana yastahillu at-ta'ama alladhi lam yudhkar ismullah, hakika shetani huwa anakichukua na kukitumia kukifanya amewini chakula ambacho hatajwi Mwenyezi Mungu juu yake. Hapo kuna hatari ya ulichokusanya, makuku yako, mikate yako, mhogo wako, futari zako zote, ukaweka ukawa unakula pamoja na shetani laanatullahi alayhi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katuwekea bismillah na hikma ya kuweka bismillah, anna bismillahi yadfa'u ash-shaytana 'anil musharakati fi at-ta'am, ili umuondoe shetani usishirikiane naye katika chakula. Bismillah wakati wa chakula. Hadithi ya tatu katika kusimulia habari hiyo hiyo na kutilia nguvu, Bwana Mtume anasema idha dakhala ar-rajulu baytahu fadhakara isma Allahi ta'ala 'inda dukhulihi, mtu yoyote anaporudi nyumbani kwake akamtaja Mwenyezi Mungu wakati wa kuingia nyumbani kwake, qala ash-shaytanu, shetani huwahubiria wadogo zake au wenzake akawaambia, la mabita lakum, leo hapana malazi hapa. Wa idha dhakara Allah inda ta'amihi qala, na akimtaja Mwenyezi Mungu mwenye nyumba wakati wa kuingia nyumbani kwake, shetani husema tena kuwaambia watoto wake, la mabita lakum wala asha, hapa hamna chakula cha usiku leo wala hamna malazi. Hadithi inatufundisha kwamba kumbe shetani hushirikiana na sisi katika mambo mengi sana. Hushirikiana na sisi wakati tunaporudi majumbani mwetu na yeye akaingia pamoja nasi. Wakati wa chakula akashirikiana nasi katika chakula, na wakati wa kulala akashirikiana nasi wakati wa kulala, bali hata wakati wa tendo la ndoa na yule mwenzako nyumbani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwambia pia piga bismillah, sema Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana. Ukikadiriwa kupata mtoto unapata mtoto bora. Sijui ni wangapi katika sisi ambao tumeruzukiwa watoto wa aina hiyo baada ya kusema bismillah wakati wa kitendo hiki na kile na hiki. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea katika hii hadithi ya Jabir, anasema fa idha lam yadhkuri Allah ta'ala
mtu akiingia nyumbani kwake asimtaje Mwenyezi Mungu inda dukhulihi, wakati wa kuingia nyumbani kwake. Qala ash-shaytanu adraktumul mabit, shetani anawaambia wenzake, jamani, mmepata malazi leo kulala hapa. Wa idha lam yadhkur isma Allah inda ta'amihi, na asipomtaja Mwenyezi Mungu wakati wa kula, qala adraktumul mabita wal ashaa inda hadha ar-rajul, leo chakula chenu na kinywaji chenu na malazi yenu nyumba hii. Tasawwar, ni nyumba ngapi zinalala shetani? Ndio maana wakati tunalala mara nyingine inakuja tu, mara mmeshabughudhiana, ngumi imerushwa, teke limerushwa, talaka zimetuka, kumbe tunalala na shetani. Na kwa nini asitokee hayo wakati tumekula na shetani? Chakula ulichokula umeshirikiana na shetani katika chakula chako. Kitanda ulicholala umeshirikiana na shetani katika kitanda chako. Chakula hicho kitatokaje baraka? Kitanda hicho kitatokaje baraka? Kitazaaje mtoto aliyebarikiwa? Nyumba hii itatokaje kizazi kilichobarikiwa? Wakati laqad ashraktum ash-shaytana fi kulli shay, kila kitu chenu mmemshirikisha nani? Shetani. Laka anta tasawwar, fikiria ndugu zangu, mimi na wewe ni mara ngapi tunashirikiana na shetani katika mambo mengi bila ya sisi kujua. Kwa hiyo ni wakati muafaka sasa hivi, kuanzia leo uwe na kumbulatu mim shin, uwe na bomu ambayo ni ya kumlipua shetani. Indama turidu dukhula baitik, sema bismillah kabla kuingia. Ukifika tu nyumbani, kisha ukilekewa chakula, sema bismillah. Utoa tangazo mapema, shetani akawaambia wale anaofuatana nao, maana shetani ana awanu. Nasemaje? La mabita lakum wala ashaa inda hadha ar-rajul, leo hakuna chakula hapa. Unamweka na njaa shetani. Al-ulama wakati wanapoisherehesha hadithi hii na shurahul hadithi wanasema hii hakika kabisa shetani anakula. Wamechukulia dhahir kabisa kwamba lianna ash-shaytan lahu min al-yadayn wal-rijlayn wa minhum adh-dhakar wal-untha. Shetani ana miguu, shetani ana mikono miwili, shetani kuna mwanamke, shetani kuna mwanamume. Kwa hiyo kula, anakula kwa maana ya kula chakula. Na wapo ulama na shurahul hadithi wakasema la, sio kula kama wanavyokula watu wengine. Kile chakula kinafutwa baraka. Akisha kigusa shetani, chakula kile kimefutwa baraka. Kwa hiyo kula utakapokula, hakuna baraka katika chakula chako. Na chakula bora ni kile ambacho kimeingia baraka ndani yake, na si chakula tu. Umri wote Mwenyezi Mungu akiumiminia baraka, wewe nenda tena, manaki mushraib al-unuq, huna tatizo lolote. Lianna jundan min junudillahi halla fi umrik wa fi hayatika kulliha, sababu baraka ni mwanajeshi wa Mwenyezi Mungu. Anapotua katika kitu chochote, hicho kitu hakigusi kwa ubaya. Akitua huyo mwanajeshi huyo katika afya, wewe utaishi vizuri. Akitua katika umri wako utaishi makarama. Akitua katika mali yako itakuwa na baraka. Akitua kwa watoto wako, hutojuta ukasema nimezaa kijana au kijini, kwa sababu Mungu amempeleka mwanajeshi wake anaitwa nani? Baraka. Sasa kazi kubwa ya kupambana na haya yote ili tuyapate, ukiingia nyumbani kwako kusema bismillah, shetani atatoa tangazo, atasema la mabita lakum. Wakati wa chakula sema bismillah, atatoa tangazo lingine la ashaa lakum.